Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Nikukaribishe katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Na siku ya leo nataka tujifunze silaha kuu ya kumshinda mkuu wa anga. Silaha kubwa ya kumshinda mkuu wa anga. Nimefundisha kwa habari ya mkuu wa anga ni nani. Masomo yaliyopita hapo chini unaweza kuangalia. Nimefundisha mkuu wa anga anavyoharibu maisha ya watu, na leo ninafundisha silaha ya kumshinda mkuu wa anga, au namna vitu vinavyokusaidia kumshinda mkuu wa anga. Kumbuka, mkuu wa anga ana uwezo mkubwa sana ulimwengu wa roho. Kama una Yesu, kukumaliza ni vyepesi. Na mkuu wa anga anatesa maisha ya watu wengi katika ulimwengu wa roho. Watu kwenye ulevi, watu kwenye uzinzi, watu wanatumia roho za mauaji, watu wanatumia mawazo mabaya ya kujiua. Kazi zote ni za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Sasa tukiishia kusema tu mkuu wa anga ana uwezo, mkuu wa anga anafunga ufahamu, mkuu wa anga anateka akili za watu, mkuu wa anga anafanya watu na tabia mbaya, bado tutampa sifa kubwa sana. Kumbuka, Mungu amemweka mkuu wa anga kwenye mikono yetu. Luka sura ya 10 mstari wa 19. Bwana Yesu akasema, Luka sura ya 10 mstari wa 19. Bwana Yesu akasema, tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za huyo adui Shetani. Wewe hapo ulipo, siri ya kwanza lazima utambue kwamba una authority. Mamlaka ya kimungu iko juu yako ya kushinda wakuu wa anga, wakuu wa giza, malkia wa anga. Mamlaka ya kimungu iko ndani yako. Uwezo wa kimungu uko ndani yako. Kwa anachotumia mkuu wa anga kukufuatilia kuharibu maisha yako, au maisha ya watoto wako, au maisha ya ndugu yako, siri kubwa kwenye ulimwengu wa roho, anatumia maarifa kuzidi ufahamu. Kile usichokielewa ndicho anachoweza kukitumia katika ulimwengu wa roho. Karibu sana, tuendelee katika chaneli yetu pendwa. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli pendwa ya Apostle Katambi, unaweza ukasubscribe chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Mkuu wa anga, ili umshinde, cha kwanza, silaha yako kubwa, utakatifu. Silaha yako kubwa, utakatifu. Kama unaomba, unapiga, unavunja, unasambaratisha, lakini kama haupo katika maisha ya utakatifu, huwezi mshinda mkuu wa anga. Na utakatifu ni hali ya kuacha maovu. Utakatifu ni hali ya kuwa na Kristo ndani ya moyo wako. Kukiishi maisha ya matakatifu, utaweza kumshinda mkuu wa anga. Kwa nini sasa huwezi pambana na mkuu wa anga kama una tabia za uovu?
uzinzi, uasharati, uongo. Kisoma Wagalatia sura 5 anasema matendo ya mwili ni haya: uzinzi, uasharati, uongo, ufisadi, wizi, ukibaka, mamichepuko hayo. Huwezi pambana na mkuu wa anga kama haujaishi maisha matakatifu. Sio kwamba ana nguvu sana, bali mkuu wa anga ana nguvu pale unapotenda mambo yanayomchukiza Mungu. Na hapa sasa nitafundisha siku ya leo kwamba unapofanya dhambi tayari mkuu wa anga anaweza kukumiliki. Unapokunywa hizo pombe zako, mkuu wa anga anaweza kukumiliki. Unapofanya uasharati, mkuu wa anga anaweza kukumiliki, kwa sababu katika ufalme wa Mungu kuna falme kuu mbili, kuna falme kuu tatu. Kuna ufalme wa kwanza ni ufalme wa mwanadamu, lakini kuna ufalme wa pili ni ufalme wa Shetani. Kuna ufalme wa tatu ni ufalme wa Mungu wa mbingu na nchi. Hizi falme mbili ambao ni ufalme wa Mungu na ufalme wa mwanadamu, ni ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Ufalme wa mwanadamu unategemea falme hizi kuu mbili. Mtu akiwa hayuko kwenye ufalme wa Mungu, huwa anakuwa kwenye ufalme wa Shetani. Japo ulimwengu wa mwili anaongoza, lakini ulimwengu wa roho anakuwa kwenye ufalme wa Mungu. Kama hayuko kwenye ufalme wa Mungu, yuko kwenye ufalme wa Shetani. Kwa nini? Silaha ya kwanza kubwa ya kuweza kumshinda mkuu wa anga ni utakatifu, maisha matakatifu. Unapofanya utakatifu, sio kwa ajili ya Mungu. Utakatifu ni kwa ajili yako, kukusaidia, ni ulinzi kwenye maisha yako, kukusaidia. Kwa unapofanya maisha matakatifu, Mungu anatawala anga lako. Mungu anakuwa pamoja na wewe. Malaika wa Mungu wanakuzunguka kwa sababu ya maisha matakatifu ulionayo. Kwa hiyo mkuu wa anga akitaka kukushambulia, kwa sababu anga lako lina ulinzi wa Mungu, kwa sababu anga lako lina nguvu ya Mungu, lina malaika wa Mungu, mkuu wa anga aweze kukushambulia. Hiyo vita inakuwa ya Mungu kwenye maisha yako. Sasa unapofanya dhambi, mkuu wa anga anapata nguvu ya kupambana na wewe. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 9. Biblia inasema Ayubu alipotaka, alikuwa ni mtu tajiri sana. Anasema hakuwepo mtu kama Ayubu katika nchi ya Usi. Lakini Mungu anasisitiza kwa Ayubu, anasema Ayubu, mtu huyu Ayubu anasema ni mcha Mungu, mtakatifu, mtakatifu. Alafu tunaona Mungu anazungumza, amebarikiwa, amefanikiwa, ana kila kitu, ana mali, ana utajiri, lakini sifa ya kwanza ya Ayubu ilikuwa ni utakatifu. Ndio ulisababisha Mungu kuwa karibu na Ayubu. Na Ayubu sasa Shetani anataka kumshambulia Ayubu. Mungu anamwambia Ayubu ni mtakatifu, ni mcha Mungu. Anamwomba kibali cha kumshambulia Ayubu. Shetani anamwomba kibali Mungu cha kumshambulia Ayubu. Soma Ayubu sura ya 1 mstari wa 9 na wa 10. Anasema si umemzingira kuanzia wa 7. Ayubu sura ya 1 kuanzia mstari wa 7 mpaka mstari ule wa 10. Anasema umemzingira upande wote. Maana yake ulinzi wa Mungu ulikuwa kwa Ayubu.
Uwezo wa Mungu ulikuwa kwa Ayubu, malaika wa Mungu walikuwa kwa Ayubu. Nini kilimfanya Ayubu alindwe na Mungu? Biblia haikutanguliza ikasema ni mwombaji. Biblia haikusema kwamba anafunga sana. Biblia inasema kwamba utakatifu. Utakatifu ni silaha kubwa ya kumdhibiti mkuu wa anga kwenye maisha yako. Utakatifu ni silaha kubwa ya kudhibiti ufalme wa mkuu wa anga kwenye maisha yako. Unataka kumshinda mkuu wa anga? Unataka kushinda falme za mkuu wa anga? Lazima uishi maisha matakatifu. Unasema, Aposto Katambi, unaongea nini? Isaya sura 59 mstari wa kwanza, Mungu anawaambia wana Israeli kupitia kinywa cha nabii Isaya, asema, mkono wangu sio mfupi hata ukashindwa kuokoa. Mkono wangu sio mfupi hata ukashindwa kuokoa, lakini wala sikio langu sio zito hata likashindwa kusikia. Lakini maovu yenu yamenifarakanisha mimi na nyinyi. Maovu, dhambi inatufarakanisha na Mungu. Tunaona maisha ya Ayubu. Mungu alikuwa amemwatamia Ayubu. Mungu alikuwa amemfunika Ayubu kwa utukufu wake, ukuu wake, uwezo wake. Lakini tunaona picha ya pili, Ayubu huyu amelindwa na Mungu, lakini shetani anataka kumpiga Ayubu, anashindwa pa kuingilia. Mungu amemjengea ukuta Ayubu, kaweka malaika Ayubu. Nini kinampa ulinzi Ayubu? Utakatifu. Lakini tunaona pia kwamba Ayubu huyu amelindwa kwa sababu ya utakatifu. Lakini tunaona wana Israeli pia wanasemezana na Mungu. Mungu anawaambia, maovu yenu yananiweka mbali na mimi. Kinachokuweka karibu na Mungu wa mbingu na nchi, utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, yanakuweka mbali na shetani, yanakuweka mbali na mkuu wa anga. Maisha ya kumpendeza Mungu yanakuweka mbali na roho za kichawi, roho za kuzimu, roho za kipepo, na anakukusogeza karibu, kuwa karibu na Mungu aliye hai. Sasa maandiko anasema unapotenda dhambi, huwa moja kwa moja unahamishwa kutoka kwenye ulinzi wa Mungu, unaingia kwenye ulinzi wa shetani. Sasa utapiganaje na shetani au mkuu wa anga ambao uko kwenye himaya yake? Nimekuambia kuna anga mbili kubwa, kuna anga ya Mungu, kuna anga ya shetani. Katika ulimwengu wa roho kuna anga ya Mungu, kuna anga ya shetani. Sasa anga lako la kiroho linaendeshwa na anga la Mungu. Anga lako la kiroho, kama unatenda mabaya, linaendeshwa na anga la shetani. Sasa usipokuwa kwa Mungu kama Ayubu, kwa shetani upo. Sasa utawezaje kusema kwamba nakupiga mkuu wa anga na kupasua na kupiga? Bado umeshika mume wa mtu, bado umeshika mke wa mtu, bado unazini, bado unachepuka. Huwezi pambana na mkuu wa anga. Na ndio maana silaha moja kubwa ya kumshinda mkuu wa anga ni maombi ya rehema peke yake. Mtu wa Mungu, nasema, Aposto Katambi, unaongea nini? Aposto Katambi, unaongea nini? Ni maombi ya rehema peke yake. Utakatifu utakupa kumshinda mkuu wa anga na majeshi yake yote, na shetani watakuwa hawana uhalali kwenye maisha yako. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8.
Maandiko yanasema heri wenye moyo safi, maana hawa watamuona Mungu. Biblia haijasema heri waombaji. Biblia haijasema heri wanaofunga. Biblia haijasema heri wahubiri. Kuna wahubiri wanachepuka, kuna waombaji wazinzi, kuna waombaji wanarusha watu pesa zao, kuna waombaji wanafanya mambo mabaya. Anasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakayemwona Mungu. Ukiwa rafiki wa Mungu, utakatifu utakusaidia kuona mbingu. Sio kwamba ni kuwa mwana maombi utaona mbingu au utakuwa karibu na Mungu, bali utakatifu utakufanya kuwa karibu na Mungu. Kwa katika silaha itakayokuwezesha kuvuta baraka kwako, kumsogeza Mungu kwako, kusogeza malaika wa Mungu kwako, kusogeza neema Mungu kwako, maisha ya utakatifu. Kwa hiyo kabla hujapambana na mkuu wa anga, cha kwanza uwe mtu wa rehema. Omba rehema, uwe mtu wa rehema. Unapokosea wahi kutubu. Unapokosea mwambie Mungu nisamehe. Mkuu wa anga atakuwa na nguvu kwako. Hiyo unakurupuka tu, unaenda kumpiga tu, sema nampasua, nambomoa, huku umefanya dhambi. Huwezi pambana na huyu jamaa, kwa sababu uko mikononi mwake. Unapotenda dhambi uko mikononi mwake. Kwa katika sehemu ya kwanza ya kumshinda mkuu wa anga, utakatifu. Sehemu ya pili itakayokusababisha kumshinda mkuu wa anga, neno la Mungu. Neno la Mungu. Ukipigana vita vya kiroho, lazima usimame na neno la Mungu. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 11, maandiko anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Luka sura ya 4, Bwana Yesu wakati anajaribiwa na Ibilisi, Bwana Yesu kiongozi wa imani yetu alishinda kwa neno. Neno peke yake. Neno peke yake. Shetani amwambia imeandikwa, geuza jiwe ili kuwa mkate. Anasema mtu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Shetani ambeba anampeleka kwenye kinara cha hekalu, anamwambia imeandikwa, utajirusha chini, atakuagizia malaika zake wakudake. Yesu anasema imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani aligaragazwa na Yesu. Shetani alichakazwa na Yesu kupitia neno. Imeandikwa, imeandikwa. Sio kwa kugombana, sio kwa kushikana mieleka, sio kwa kusema kwamba nitakuonyesha, utanijua mimi ni nani. Neno la Mungu. Kwa katika silaha ambazo unatakiwa kumshinda mkuu wa anga, wakati unaomba au wakati kwenye maisha yako anapoleta mawazo mabaya, anapoleta roho ya mauti, anapoleta roho ya magonjwa, neno la Mungu litakupa kushinda mkuu wa anga na falme zake zote. Ndio maana Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11, maandiko anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Unashinda kwa neno. Kitu cha tatu, cha kwanza nimekuambia ili umshinde mkuu wa anga, maisha matakatifu. Cha pili nimekuambia ili umshinde mkuu wa anga unahitaji kusimama na neno. Kitu cha tatu kitakachokusaidia katika kumshinda mkuu wa anga, imani yako. Imani, kuamini yale unayoyaomba, kuamini Mungu wako ana uwezo, kuamini Mungu wako amekupa mamlaka
na nguvu. Maandiko anasema katika kitabu cha Waebrania, anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Una uhakika na maombi unayoyaomba, una uhakika na Mungu kwamba anaweza kukupigania, una uhakika kwamba hii vita lazima nishinde, una uhakika malaika wa Mungu wako upande wako, una uhakika kwamba hakuna mchawi atakayesimama mbele yangu naye akashinda kwa jina la Yesu. Vitu vitakavyokusaidia kumshinda mkuu wa anga: cha kwanza, utakatifu; cha pili, nimesema neno la Mungu; cha tatu, nimesema imani, kujenga imani yako kwa Mungu. Mkuu wa anga huwezi mpiga kwa vitu vya vitendea kazi vya upako. Huwezi mpiga mkuu wa anga, huwezi mwangusha mkuu wa anga kwa vitendea kazi vya upako. Unamwangusha kwa neno. Si unainua chumvi ya upako na kupiga mkuu wa anga, sukari za upako, machungwa upako, karanga za upako, vitambaa vya upako. Ye ndo mwanzilishi wa hivyo vitu. Ntafundisha hilo somo. Mwanzilishi wa sukari za upako, machungwa upako ni mkuu wa anga. Cha tatu, kuwa na moyo wa ushujaa. Cha nne, kumshinda mkuu wa anga, kuwa na moyo wa ushujaa na uhodari. Hapo moja kwa moja mkuu wa anga hatakuwa na nguvu katika maisha yako. Ule moyo wa ushujaa, moyo wa uhodari. Wakati unapambana kihodari. Wakati unaomba kihodari. Wakati unasimama kihodari. Moyo wa kutokata tamaa. Ndio maana Mungu anamwambia Joshua, mtumishi wangu Musa amekufa, ila wewe nimekuchagua Yoshua kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani. Alafu anamwambia, mimi Mungu niko pamoja nawe. Hawa watu wako pamoja nawe. Mimi Mungu niko pamoja nawe. Maono yote nitakupa, ramani zote nitakupa, maandiko yote unayajua, maana ulikuwa unazungumza na Musa, kakupa maandiko yote Joshua. Lakini anamwambia uwe na moyo wa uhodari na ushujaa. Maana yake kuna vita utapita Joshua, kuna mashambulizi utapita Joshua. Kama hauna moyo wa ushujaa na uhodari, hautashinda hiyo vita. Unaweza kutumiwa kombora, unaweza ukainuliwa vita na ndugu wakakuchukia, familia ikakuchukia. Kama hauna moyo wa uhodari na ushujaa, huwezi shinda hiyo vita. Ni ombi langu, vitu vya kumshinda mkuu wa anga. Nimekupa vitu vinne vinavyoweza kukusaidia kupambana na mkuu wa anga na kumwondoa katika himaya yako. Mambo makuu manne ambayo yanaweza kukusaidia kuondoa mkuu wa anga au kumshinda mkuu wa anga katika maisha yako. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu, unaweza ukasubscribe chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu kwa wakati. Na kama ni mara ya kwanza, kuna masomo kuanzia part 1 yanaendelea mpaka tuko tumeendelea mpaka sasa hivi, tunaendelea tena. Kwa unaweza, ili upate masomo yetu kwa wakati na kwa muda, unaweza ukasubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu. Mungu akubariki. Kumbuka tunarusha vipindi wakati wote. Napopata tu muda wa kutulia, labda muda usiku, huwa naandaa vipindi kuvirusha. Mungu akubariki sana. Amen.